Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya Alhamis. Moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni wananchi milioni 4 hatarini El Nino, maelfu kukosa makazi, serikali yataka wananchi kuhifadhi chakula. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wabunge msifu Samia mradi wa bwawa la Nyerere. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Wizara yapokea barua 100 malalamiko ya wananchi. Habari katika ukurasa wa pili. Lissu amaliza kujitetea abano. Habari katika ukurasa wa 4. Utaalamu wa China kutumika kuimarisha mashirika ya umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika tusikubali udhalilishaji mitandaoni liwe jambo la kawaida. Habari katika ukurasa wa 3. Noa ya uaskari polisi wawili kwenye zebra. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tamasha la utamaduni lazidi kunoga. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili likipambwa na habari picha ikimwonyesha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya CCM kilichofanyika Dar es Salaam jana. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Nchimbi afukuzwa, Ndejembi makamu. CCM imetangaza kumfukuza wanachama Dr. Nchimbi kwa tuhuma za kukiuka kanuni. Uteuzi wa mkuta Ndejembi akiwa ziarani Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kuhusu Ndejembi, 1983 mwaka ambao Ndejembi amezaliwa, na kwa mara ya kwanza aligombea ubunge jimbo la Chamwino mkoa wa Dodoma mwaka 2020. Nukuu ya Dr. Asha Rose Migiro ikisema kufuatia hayo, kwa kauli moja kamati kuu CCM imepitisha ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa CCM na wananchi kwa ujumla kwamba CCM imefikia uamuzi huo. Kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Lissu alivyohitimisha kilia na mashahidi. Mshtakiwa wa kesi ya uhaini Tundu Lissu amehitimisha ushahidi wake mkuu, akichambua ushahidi wa upande wa mashtaka na kudai ameshindwa kuthibitisha shtaka linalomkabili, huku akidai upelelezi ulifanyika kinyume cha taratibu. Lissu ambaye ni mwanasiasa na mwanasheria alihitimisha ushahidi huo. Kisha undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Serikali tunzeni chakula, mvua za El Nino zinakuja. Habari katika ukurasa wa 5. Wachimbaji sasa kicheko, bei ya dhahabu ikipaa. Habari katika ukurasa wa 5. Sakata stendi ya Magufuli sasa laja kivingine. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania China kufungua ukurasa mpya hivi karibuni, mbioni kusaini makubaliano ya ushirikiano, hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kitaalamu, utafiti na kuimarisha uwezo katika usimamizi wa mali za serikali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Tanzania Komoro kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Habari katika ukurasa wa 4. Tume ya madini yatoa siku 30 miradi ya uchimbaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Othman ataka baraza imara la wawakilishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili imeandika waziri amjulia hali aliyejifungua mapacha wa 4. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3.
serikali kutekeleza sera ya kudhibiti mfumuko wa bei, habari katika ukurasa wa pili. Canada yalipiza yaongeza ushuru bidhaa za Marekani, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika dawa bila ushauri wa daktari mwiba kwa afya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maswali magumu Nchimbi kujiuzulu. Tangazo kupitia akaunti yake Instagram iliyorejea baada ya miaka mitatu la chochea maswali zaidi mazito yanayomsubiri mrithi wa kiti chake Ikulu yatajwa, habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Tundu Lissu atumia saa 3 kukosoa ushahidi wa Jamhuri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Ripoti mpya ardhi yageuka chanzo cha mauaji machafuko, habari katika ukurasa wa 17. Dakika 7 zilivyookoa maisha ya aliyejifungua watoto 4 Zanzibar, habari katika ukurasa wa 18. Simba kuikabili Coastal Union leo ikiwaza FVS, habari katika ukurasa wa 24. Mahakama ya mafisadi yawaachia washtakiwa ukwepaji kodi bilioni 3, habari katika ukurasa wa 7. Msaikolojia, msongo wa mawazo unaua, vunja ukimya ili ukomboke, habari katika ukurasa wa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tuligeukia sasa gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Deogratus Ndejembi. Vikao vya CCM vyampitisha kwa makamu wa rais Nchimbi afukuzwa wanachama kwa kukiuka maadili, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao maalum cha halmashauri kuu jijini Dar es Salaam jana. Noa yakatisha uhai askari polisi wawili, habari katika ukurasa wa 3. Hifadhini chakula serikali, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika aliyemuua mahabusu kunyongwa, habari katika ukurasa wa 9. Bilioni 155.9 kununua vitendea kazi jeshi la polisi, habari katika ukurasa wa 5. Mneki afariki dunia. Mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Khalfan Suleiman Mimina amefariki dunia usiku wa kuamkia jana na kuzikwa kijijini kwao kwa Mbani, Kiboje, kusini Unguja. Mamina alifariki dunia katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenye limeandika tutaibadilisha sekta ya kilimo, Waziri Makame. Wabunge wasubiri kwa matumaini jina la makamu wa rais, habari katika ukurasa wa 6. China kuimarisha hatua za kupunguza umasikini, habari katika ukurasa wa 9. Tasfam kuimarisha uvuvi endelevu Zanzibar, habari katika ukurasa wa 2. DC na Tepe ataka lugha ya alama iwafikie viongozi, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika mchawi wa mabao Yanga 26% ya mabao yaliyofungwa na Yanga kwa mipira ya kutengwa kwenye ligi kuu bara. Ijayo ni ligi kuu bara kesho, Yanga dhidi ya Pamba Jiji KMC Complex saa 3 kamili usiku. Balala Sopu Nado usipime Azam, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Kiungo arejeshwa Simba. Kinachompa nafasi nyingine ni mahitaji ya beka ambaye alihitaji kiungo mwenye uwezo wa kukaa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ligi kuu bara hii leo ni saa 1 kamili usiku, Meja Samuyo Simba dhidi ya Coastal Union. Kwa heri Dolly Parton, malkia wa country, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Vurugu zinavutishia usalama wa soka Zanzibar, habari katika ukurasa wa 8 hadi ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. TPL leo Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar saa 10 kamili jioni Lake Tanganyika Kigoma. Magazeti ya habari za michezo. Simba Coastal Union hakuna kulala leo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Azam kuboresha usafiri AFCON 2027. Yanga yatangaza zabuni ujenzi wa ghorofa 12, habari katika kurasa za ndani. Dolly Parton afariki dunia kuzikwa kwa gharama, habari katika ukurasa 21. Makata sifu nidhamu ya uchezaji wake, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Simba yazitolea macho pointi 3 Coastal Union. Habari ni katika ukurasa wa 19.
Tarura da yajipanga AFCON 2027, habari katika ukurasa wa 19. Newcastle yamtega Paldo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Trump amlilia Dolly Parton, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Fernandez Hadija wang'ara England, habari katika ukurasa wa 18. Malima, tamasha linainadi Tanzania, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Msimamo wa Simba anashika nafasi ya pili baada ya kuvuna alama 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na gazeti Uhuru linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.